ni kushindwa kufika mahali fulani kwa wakati uliokusudiwa au kwa wakati muafaka. Kuchelewa, yaani ilitakiwa ufike mahali fulani kwa wakati fulani, lakini kwa sababu fulani unajikuta umechelewa. Halo? Kuna watu wanachelewa stendi za mabasi, si ndio? Nimeachwa na gari. Umewahi kuona? Kuna watu wanachelewa kazini kwa sababu ya mambo kadha wa kadha, wanachelewa. Ilitakiwa wafike labda saa 2, lakini wanajikuta wamefika saa 3. Wamechelewa. Kuna kitu ambacho kinasababisha watu kuchelewa. Sio tu katika safari, kuna mambo mengine pia yanachelewa, sio kwa sababu yako kama yalivyo, bali kuna vitu vinavyosababisha hivyo vitu vinachelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninaposema roho ya kucheleweshwa, ninamaanisha katika maeneo mengi. Nitatoa mfano kwa wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua umri wa wanafunzi kusoma darasa la kwanza hadi la 7 ni miaka mingapi? 7, si ndio? Lakini kuna wengine anaanza darasa la kwanza, akifika darasa la 2, la 3, la 4 anarudia, si ndio? Kwa nini? Wenzie wanatumia miaka 7, yeye anatumia miaka mingapi? 8, mwingine 9. Hiyo ni sahihi? Sio sahihi, kwa sababu tayari kuna kitu kimemtoa kwenye ule mfumo uliokusudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwingine, kidato cha 4, elimu ya kidato cha 4. Unaanza kidato cha kwanza, cha 2, cha 3, cha 4. Lakini kuna wengine wanatumia mpaka miaka 8. Halo? Anaanza kidato cha kwanza, anashindwa kupanda viwango, anarudi. Inatokea sababu, anarudi. Form 2 mtihani unamshinda, anarudia. Anarudia mara 2. Wenzie wanaendelea kupanda. Anaingia kidato cha 4, anafeli, anarudia tena. Sababu zinakuwa nyingi, lakini tayari yule mtu amechelewa, amekwenda kinyume na utaratibu uliokusudiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Huo ni mfano wa kuchelewa. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mwingine nimesema, mtu ana safari, anaenda mahali fulani, anatumia usafiri wa basi. Basi linaondoka saa 12 kamili. Mwingine sio kwamba anachelewa tu kwa sababu labda ya usingizi. Mwingine anaamka kwa wakati uliokusudiwa kabisa, lakini kwa sababu mbalimbali anafika labda stendi, anakuta gari halipo, limeshaenda. Huyo mtu amechelewa, si ndio? Inakuwepo sababu ya kuchelewa kwake. Tumeelewana watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni roho ya kuchelewa. Sasa yako mambo mengi yametuchelewesha, kututoa kwenye ule mfumo ambao Mungu ametuwekea. Shetani amekawiza, ameingilia, akaharibu ule mfumo, ule utaratibu wa yale mambo ambavyo yalikuwa yanatakiwa yaende. Badala yake watu wengi wamechelewa njiani. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Roho ya kucheleweshwa inasumbua. Roho ya kucheleweshwa inasumbua. Nakuta mtu badala aende mbele, anazunguka, yuko hapo hapo, anapiga maktai. Anaenda mbele, anarudi nyuma, na akirudi nyuma, anarudi nyuma hatua zaidi. Unakuta hakuna kinachoendelea mbele. Anajiuliza shida nini? Wakati mwingine changamoto ni nini? Yaani wenzie wanaendelea kazi hiyo hiyo ambayo wanafanya wote. Mwenzake ana maendeleo, yeye hana. Halo? Biashara ile ile ambayo huyu anafanya na huyu anafanya, mwenzie matokeo anayaona, huyu hayaoni. Roho ya kucheleweshwa inasimama mbele. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na hii roho ya kucheleweshwa iko mpaka kwenye maeneo mengine ya kimaisha. Unakuta watu wanachelewa kuinuka. Unakuta ukoo fulani, yani mpaka mtu ainuke kimaisha,
yaani ametaabika, amezunguka, amepambana, anaanza hili linashindikana, anaingia hili linashindikana, anatafuta lingine linashindikana, changamoto zinakuwa nyingi, mwisho wa siku yuko pale pale. Mbaya, si ndio? Leo lazima tudili na hilo ya kucheleweshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa iko mifano katika Biblia ambao mambo yao yalicheleweshwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 12 hadi wa 13. Bwana Yesu asifiwe sana. Danieli sura ya 10 mstari wa 12 hadi wa 13. Neno la Mungu linasema, ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Mstari wa 13 anasema, lakini mkuu wa Uajemi, mkuu wa ufalme wa Uajemi alimpinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Tunaona huu mfano wa Danieli. Huyu Danieli maombi yake yalichelewa, sio kwa sababu pengine hakuwa amejiweka karibu na Mungu, bali kulikuwa na sababu ambayo ilimsababisha majibu yake yachelewe. Sasa huu ni mfano ambao unaonyesha kumbe kuna mambo yanacheleweshwa katika ulimwengu wa roho. Unatakiwa kuwa katika eneo fulani kwa wakati huo, lakini katika ulimwengu wa roho kuna mambo yanachelewa. Tunaona mfano wa huyu Danieli. Malaika wa Bwana anamwambia sababu ya majibu yake kuchelewa, sababu ya maombi yake kuchelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajua huyu Danieli alimuomba Mungu akianzia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 mpaka siku 21. Ndipo huyu malaika wa Bwana akamtokea akamwambia hizi habari. Lakini unaona anachokisema hapa kwamba mstari wa 12, ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokwenda kwenye maombi huwa tunaweka nia, natamani nimuone Mungu katika hili, natamani nimuone Mungu katika jambo fulani. Aliweka dhamiri. Kumbe hata tunapoweka dhamiri, tunapokusudia kumuona Mungu katika eneo fulani, tayari tunapokea majibu yetu. Lakini kunakuwa na vikwazo ambavyo tunaona kwa huyu Danieli, kuna vitu ambavyo vilisababisha ashindwe kupokea majibu yake kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mfano mwingine tunaweza kuona tu habari ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli katika safari yao ya kutoka Misri kuelekea Kanaani walichelewa, walitumia miaka 40 jangwani, sehemu ambayo wangepita kwa urahisi kwa siku kadhaa tu wangefika, lakini kwa sababu ya kucheleweshwa walitumia muda mrefu njiani. Mungu atusaidie. Na mfano wengine wa 3 tunaona habari ya Lazaro. Bwana Yesu asifiwe. Lazaro angepokea uponyaji mapema kabisa ingekuwa Yesu amewahi kufika katika eneo la tukio. Ukisoma kitabu cha Yohana 11 unaweza kuona Yesu alichelewa, alitamani kuona utukufu wa Mungu ukionekana kwa watu wakiamini katika ukuu wa Mungu. Ndio maana alichelewa, hata akamkuta huyu Lazaro amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona aliweza kumfufua na watu wakashangaa, wakaona jinsi ule ukuu wa Mungu ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Sasa yako mambo ya msingi ambayo natamani tufanye ili tuweze kupambana na hii roho ya kucheleweshwa. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona jinsi gani huyu mkuu wa anga la Uajemi alivyozuia, alivyotengeneza vita katika ulimwengu wa roho, hata akasababisha majibu ya Danieli yaweze kuchelewa kwa siku 21. Unaweza ukaona ni jambo la kawaida. Unaomba siku ya kwanza hamna majibu, unaomba siku ya pili hamna majibu, unaacha. Nimemwachia Mungu, nimemwachia Mungu, anajua. Mungu anajua, lakini kuna nyakati unatakiwa kuendelea kuomba bila kuacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa yako mambo ya kufanya. Haleluya. Jambo la kwanza, endelea na maombi huku ukiwa na uvumilivu. Unapoona hii hali ya kuchelewa inatokea, unatakiwa kuendelea na maombi na uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa tukiona watu wanaomba au wanafanya maombi ya Danieli, si ndio? Maombi ya Danieli siku 21. Maombi ya Danieli siku 21. Wengine hawaelewi hizo siku 21 zilikuwa za nini. Huyu mtu alipambana kuomba, aliendelea kuomba katika yale aliyokuwa akihitaji mbele za Mungu. Na tunaona jinsi gani Mungu alimtuma malaika na hata akaweza kupokea majibu yake, kuweza kushinda ile vita. Na wewe unapoona kuna mambo yanakuchelewesha, sio muda wa kuachilia basi nimemwachia Mungu, au kuona ya kwamba bora itakavyokuwa ndio hivyo hivyo. Hapana. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Lazima ung'ang'ane. Angalia huyu mtu wa Mungu Danieli aliendelea kuomba, hakuacha, aliendelea kuomba maombi yale yale ya vita. Vita vinapiganwa katika ulimwengu wa roho, yeye anaendelea kuomba. Na wewe ukiona kuna roho inakuchelewesha, kuna mazingira fulani yanakurudisha nyuma, sio wakati wa kumwachia Mungu, ni wakati wa kuingia vitani, kuendelea kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu fungua kitabu cha Luka 18. Luka 18 mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanakata tamaa mapema, wanajikuta wameishia njiani, wanajikuta ile miujiza yao imeishia njiani. Yaani walikuwa wamekaribia hatima, lakini kwa sababu 1, 2, 3 wanajikuta wamerudi nyuma. Sasa tunatakiwa tusikate tamaa. Unaona jambo halieleweki, unaona jambo haliwezekani, unaona jambo haliko sawa, nenda mbele za Mungu, muombe, endelea kuomba. Tunaona Danieli hakuacha, aliendelea kuomba, akasababisha malaika wa Mungu wapigane vita kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu hawawezi kuendelea, akishaona changamoto imezidi, anaanza kutafuta mtu wa muombe, anaanza kutafuta watu wa kuwabebesha mizigo yake. Ndugu yangu, huyu Danieli angefanya kama hayo, angepoteza muda. Aliamua kuchukua hatua yeye kama yeye, akaendelea kuomba akimwamini Mungu katika yale aliyokuwa akiyaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua kitabu cha Isaya 62 mstari wa 6. Isaya 62 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Hiki kipengele ndo nakitaka. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na nini? Msiwe na kimya, msikae kimya. Unatakiwa kuomba mpaka mambo yaone, mpaka uone kitu gani kinaendelea, uone kitu gani kinafanyika, uone kitu gani kimetokea kwenye maisha yako. Haleluya. Kuna watu maombi mpaka waumwe, wapate changamoto fulani, ndio unaona sasa niko kwenye maombi, kwa sababu ana shida fulani. Vipi niko kwenye